Samia Suluhu Hassan amejigamba hadharani kuwa ndiye aliyetoa ruhusa ya kufanyika kwa wimbi kubwa na la kutisha la mauaji ya maelfu ya Watanzania lililoanza Oktoba 29 mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba wimbi hilo la mauaji linaendelea mpaka hivi sasa, na takwimu za hivi karibuni zinadai kwamba idadi ya waliokwisha uawa inazidi watu 10,000. Sasa jana Samia alikutana na watu walioitwa wazee wa Dar es Salaam. Hata hivyo hawa wazee ni wazee wa CCM, walikusanywa tu kwa ajili ya kumsikiliza Samia. Hotuba ya Samia ilikuwa ya dakika 58 na sekunde 49. Na kubwa zaidi katika hotuba nzima ilikuwa ni hilo la kutoa shaka yoyote iliyokuwepo kuhusu nani aliyetoa ruhusa kwa vyombo vya dola kuwatoa uhai wa Tanzania zaidi ya 10,000 kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni. Na kama nilivyoeleza, kuwa wimbi la mauaji bado linaendelea. Hata hivyo imekuwa vigumu kupata takwimu sahihi kwa sababu pamoja na mengine, serikali ya Samia imekuwa ikifanya jitihada kubwa za kuficha ushahidi, ikiwa ni pamoja na kuteketeza maiti. Kwa hiyo hadi muda huu familia mbalimbali bado zinasubiri miili ya ndugu zao au kufahamu mustakabali wa uhai wa ndugu zao ambao mpaka leo haijulikani kama wameuawa, na kama wameuawa miili yao iko wapi. Kwa hiyo makala hii inafanya vitu viwili. Kimoja ni kutoa muhtasari wa yaliyoongewa jana. Kwa sababu hotuba ilikuwa ni ya dakika 58 na sekunde 49. Lakini Jasusi TV inakuelezea kwa kifupi tu dondoo muhimu za hotuba hiyo. Na sehemu ya pili, makala hii itaeleza kutoa picha pana zaidi ya maana ya hiyo hotuba na mustakabali wa yajayo, kwa sababu ikumbukwe kwamba hapo Disemba 9 mwaka 2025 kutakuwa na maandamano mengine. Kwa hiyo hotuba hii ya jana inatoa mwangaza kuhusu nini kitarajiwe hapo Disemba 9 ya mwaka 2025. Kwa hiyo katika muhtasari ni kwamba alianza kwa kueleza sababu ya mkutano, akidai kuwa ni utamaduni wa kawaida kwa viongozi wa kitaifa kuongea na wazee kunapotokea matukio makubwa. Kadhalika akadai kwamba taswira ya Tanzania kabla ya Oktoba 29, Tanzania ilikuwa ni kisiwa cha amani, na kwamba ilikuwa utambulisho wa Tanzania ulikuwa katika masuala ya upole, ukarimu, umoja, na kwamba Watanzania popote duniani huunganishwa kwanza na undugu bila kujali dini, kabila au asili. Hata hivyo hii si kweli, kwa sababu kabla ya Oktoba 29 takriban Watanzania 200 walikuwa wametekwa, na moja ya sababu zilizofanya vijana wa Gen Z kuingia mtaani ilikuwa ni pamoja na kupinga hili janga la utekaji. Kwa hiyo kudai kwamba Tanzania ilikuwa kisiwa cha amani, basi labda ni kwenye familia ya yeye Samia na watu wake wa karibu, lakini kwa Watanzania wengi walikuwa wakiishi kwa hofu kutokana na janga la utekaji. Pia akadai kwamba katika siku za hivi karibuni sifa ya Tanzania imeanza kudorora, na akidai kwamba kuna watu wanaoitakia nchi mabaya wanakerwa na umoja wa Tanzania. Akadai kwamba kuna watu wanaotoka katika nchi zenye machafuko wanajaribu kuonyesha kuwa Tanzania sio sehemu salama. Lakini hili pia si sahihi, kwa sababu tunafahamu janga la utekaji halifanywi na raia kutoka nje. Janga la utekaji linafanywa na watu wa serikali, na ndio maana watu kama Askofu Josephat Gwajima walipojitokeza hadharani kukemea janga la utekaji waliishia kuchukuliwa hatua. Unafahamu Askofu Gwajima makanisa yake zaidi ya 2,000 yalifungiwa. Kosa lake pekee lilikuwa kukemea janga la utekaji. Sasa utasemaje kuwa kuna watu wa kutoka nje wanakuja kufanya vitu kama hivyo, watekaji? Na hata kama ingekuwa kuna watu kutoka nje wanafanya hivyo, basi vyombo vya dola vingepaswa kuhusika, kwa sababu vimeshindwa kuwalinda Watanzania. Akadai kwamba alizoziita vurugu za kuanzia Oktoba 29 hazikuwa utamaduni wa Tanzania. Lakini hapa aliongea maneno ambayo kidogo yalileta matumaini, kwa sababu alisema kwamba kila aliyeumia au kufa ni Mtanzania mwenye haki sawa. Akaenda mbali zaidi na kwamba pole imeshatolewa kwa familia zilizoathirika, na akadai kwamba damu ya Mtanzania moja inahesabika kama hasara kwa taifa lote. Kwa hiyo hadi hapa kidogo kulikuwa na matumaini kwamba labda kuna hali ile ya kureflect katika yaliyotokea, kwamba sio mazuri, yamekuwa na athari, hasa ikizingatiwa kwamba kabla ya hii hotuba, baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila
kusema kuwa Samia angehutubia taifa, baadhi ya watu mtandaoni wakadai kwamba Samia amepewa script, anataka kuomba msamaha, kwamba sijui watu yani yaliyopita yamepita, tugange yajayo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuwa na matumaini, na hiki alichoanza kukiongea hapa kilianza kuleta hiyo taswira kwamba huenda anataka kuleta maridhiano, lakini yaliyofuata yakawa tofauti na hayo matarajio. Akaeleza kuhusu athari zilizosababishwa na vurugu alizoziita vurugu, yani kutokana na maandamano, kwamba biashara ndogo ndogo ziliathiriwa, masoko yalifungwa, riziki ya watu iliathiriwa, bei za bidhaa zimepanda na shughuli za jiji zilisimama. Unaona, pia akadai kwamba hizo vurugu zilikuwa zimeandaliwa, kwamba hayakuwa maandamano bali ni mradi, yani ni project iliyokuwa imeandaliwa. Akadai kwamba vijana walilishwa maneno na kushawishiwa kwamba waigeuze Tanzania kwa Madagascar. Unafahamu Madagascar hivi karibuni serikali ya Madagascar ilitolewa madarakani, rais wa Madagascar aliondolewa madarakani. Kwa hiyo anadai kuwa Samia anadai kwamba kulikuwa na ushawishi wa watu yale Madagascar yatokee Tanzania, na akadai kwamba kuna watu waliopanga huo, kuna watu waliofadhili na kuna watu waliotekeleza, na kwamba baadhi ya vijana waliingia kufuata mkumbo, lakini akatoa madai kwamba kuna baadhi ambao walilipwa kwa ajili ya kushiriki. Hili limekuwa likiongelewa sana. Sasa hivi kuna mradi ambao unaendelea. Yeye analaumu kwamba kulikuwa na project, lakini project inayofanywa sasa hivi na serikali yake ni kwamba kuna vijana mbalimbali ambao wamepewa fedha na ambao wanapita huku na kule kudai kuwa walilipwa ili washiriki kwenye maandamano. Na huko Twitter kuna kijana mmoja anaitwa Madenge. Huyu aliandika tweet akidai anatoa pongezi kwa wafadhili waliotoa fedha kwa ajili ya maandamano. Ilifanywa makusudi. Akaandika hiyo tweet, akaruhusu watu watoe screenshot, alafu akaifuta, na baadaye akajitetea kwamba imetokea kwa bahati mbaya, lakini lengo hasa lilikuwa ni kutengeneza hii narrative kwamba kuna watu walilipwa fedha. Na katika kutapatapa kwao wametengeneza pia kuna fedha iliingizwa kwenye akaunti ya Mange Kimambi, yule mwanaharakati wa Tanzania kwa Marekani, wakidai kuwa kuna mabilioni ya pesa yameingizwa kwenye akaunti yake. Hii akaunti ilikuwa frozen, walishaifunga hii akaunti, lakini katika kutapatapa kwao wameingiza fedha wakidai kuwa hii inaashiria kuwa kuna fedha zilitolewa kwa ajili ya maandamano na kwamba wamemfungulia kesi ya uhujumu uchumi. Kwa hiyo ni hizi tu jitihada za kutapatapa. Kwa hiyo Samia kaenda mbele na kudai kuwa kuna majengo ya serikali yaliungua, miradi ya wananchi kuharibiwa, biashara binafsi kuungua, vituo vya mafuta, magari ya serikali na vituo vya polisi kuchomwa, na kwamba alidai kuwa lengo la kushambulia vile vituo vya polisi lilikuwa ni kutafuta silaha kwa ajili ya kufanya vurugu. Kadhalika akadai kwamba maandamano hayo yalikuwa ni ya vurugu, kwa hiyo hayakuwa ya kikatiba, yani hayakufuata sheria. Na pia akadai kuwa hili ambalo kwa hakika liliumiza watu wengi sana waliosikia hotuba hiyo ni kuhalalisha kwamba matumizi ya nguvu kubwa, yani hao watu wanaodaiwa kuwa zaidi ya 10,000 kuuawa ilikuwa ni halali, akidai kwamba nguvu iliyotumika iliendana na ukubwa wa tukio, kwamba tukio lilikuwa kubwa na lengo la hilo tukio lilikuwa ni kumtoa yeye madarakani. Kwa hiyo amehalalisha, na ndio maana alitoa idhini kwa vyombo vya dola kuwatoa uhai watu 10,000. Kwa hiyo huu ni uthibitisho, na haya ni muhimu kuyapigia mstari, kwa sababu huko mbele endapo haki itatafutwa, na tayari jitihada za kutafuta haki zimeanza kwa sababu kesi imeshafikishwa ICC, ni muhimu kwamba Samia mwenyewe amekiri kwamba nguvu iliyotumika ni halali na yeye aliridhia hao watumishi wa vyombo vya dola kuwatoa uhai hao maelfu ya Watanzania. Kadhalika akadai kwamba yale maandamano kutokea siku ya uchaguzi yalikuwa ni jitihada za vyama vya upinzani, na hapa kimsingi anaizungumzia Chadema, kwamba baada ya kugundua vyama vya upinzani vinaelekea kushindwa ndio wakaamua wauvuruge uchaguzi wa kufanya haya maandamano, kitu ambacho si cha kweli kwa sababu maandamano hayakuandaliwa na Chadema. Kadhalika akadai kwamba kuna waratibu wa kutoka nje, kwamba kuna watu wana maslahi binafsi na wengine sio Watanzania kamili. Hapa nazungumzia watu wa diaspora ambao kwa sababu ya aidha makazi yao nje ya nchi wanatafsiri. Hii ni lugha ya kawaida ya CCM kudai kwamba Watanzania walioko nje sio Watanzania kamili. Kwa hiyo ni lugha ambayo imetumika muda mrefu. Kadhalika akazungumzia kuhusu udhaifu wa vyama vya upinzani, na hapa akajigamba kwamba huo ushindi aliopata wa 98% imetokana na kukubalika kwa CCM, kukubalika kwa sera zake, uongozi wake na udhaifu wa vyama vya upinzani. Pia akafanya dharau dhidi ya vijana.
akadai kwamba kauli ya ugumu wa maisha inayoelezwa na vijana sio sahihi, kwamba hakuna ugumu wa maisha. Kwa hiyo kwake haoni ugumu wa maisha, na atakuwaje na ugumu wa maisha wakati mwanaye Abduli anaendesha magari ya mabilioni? Kwa hiyo hili sio gumu kwa yeye kutoelewa. Kwa atakayeshangaa kusema hili, pengine anapaswa kuelewa kuwa mtu anaishi kwenye utajiri hawezi kumwelewa mtu anayelalamika kuhusu umaskini. Na akadai kuwa wameanzisha wizara kamili ya vijana kwa ajili ya kusikiliza hizo changamoto za vijana. Sasa kama hakuna tatizo, kwa nini uanzishe wizara? Na hii wizara yenyewe imejengwa kwa ajili ya propaganda. Kwa hiyo hiki ndicho kikubwa kinachofanyika. Akaenda mbali kutengeneza ugomvi wa wazi wa kidini, na hili ni la hatari, kwa sababu anajaribu kutengeneza taswira kwamba yanayoendelea, ukosoaji unaofanywa dhidi yake ni ukosoaji wa kidini. Akadai kwamba Tanzania haina dini rasmi, kwamba hakuna madhehebu yaliyopewa mamlaka ya kutoa matamko yanayo override mengine, yani hakuna madhehebu yenye sauti kubwa zaidi ya madhehebu mengine. Akadai kwamba, na hapa amekwenda mbali kabisa, akaitaja Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kwamba limetoa matamko 8, na akadai kwamba hata hayo matamko yenyewe yana mgongano, kwamba baadhi yanapingana. Kwa hiyo wakatoa onyo kwamba ni kosa kutumia dini kuficha maslahi binafsi, na akadai kuwa kwamba mamlaka ya uongozi hutoka kwa Mungu bila kujali jinsia na asili. Hapa alikuwa anamaanisha uwanamke wake, na asili alikuwa anamaanisha uzanzibari wake. Kadhalika akadai kuwa watu wasitumie chuki ya dini ili kuhalalisha vurugu. Kwa hiyo vile watu wanapokosoa kwamba yeye ameridhia, amesimamia mauaji ya zaidi ya Watanzania 10,000, anatafsiri kwamba hii ni chuki dhidi yake. Unaona, na akadai kwamba kutompenda kiongozi kusihalalisha kuvuruga nchi. Kwa hiyo watu wanapokosoa, wanapolaani hayo yaliyotokea, yeye anatafsiri kwamba watu hao hawampendi kiongozi, kana kwamba kutompenda kiongozi ni kosa la jinai. Akazungumzia pia kuhusu masuala ya katiba, akazungumzia kuhusu tume ya uchaguzi, tume ya uchunguzi, kwamba hiyo tume ya uchunguzi imepewa miezi 3 na akaipigia chapuo kwamba itafanya kazi vizuri, na kudai kuwa baada ya kumaliza kazi yake kutaundwa kamati ya maridhiano. Vile vile akarusha dongo kali dhidi ya nchi wahisani, na akidai kwamba kuna mataifa na taasisi za kimataifa ambazo zinatoa masharti kwa Tanzania. Akadai kwamba Tanzania sio koloni, haiongozi kwa masharti kutoka nje, na hili ilikuwa ni jibu la moja kwa moja kutokana na msimamo wa bunge la Ulaya ambalo lilitoa karipio kali. Kwanza likasema kwamba litasitisha msaada wa fedha, lakini likataka kuachiwa kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chadema. Lakini pia likataka uchunguzi ufanyike kuhusiana na mauaji yanayoendelea baada ya hilo wimbi la mauaji la Oktoba 29. Kwa hiyo akawasemea vikali na kudai kuwa wao ni wakina nani wa kuipangia Tanzania cha kufanya. Yaani ni kauli fulani za kibabe dhidi ya nchi wahisani. Vile vile akadai kwamba utajiri wa Tanzania unasababisha Tanzania imezewe mate. Haya ni matokeo ya kukosolewa. Kwa hiyo kadri nchi kama hiyo Umoja wa Ulaya unapokosoa Tanzania, lugha inayotumika ni kwamba wanaimezea mate. Yale lugha ilikuwa ikitumika katika awamu iliyopita kuhusu mabeberu. Jingine, kwa hiyo yeye akazungumzia kuhusu haki. Hii kumekuwa na mjadala hapa katika kuhusu haki, inaanza haki au amani, lakini yeye amekazania kusema kwamba haki huja baada ya kutimiza wajibu. Kwa hiyo watu watimize wajibu wa kutekwa, watimize wajibu wa kulawitiwa, watimize wajibu wa kubakwa, watimize wajibu wa kuuawa, ndio watakuja kupata haki kwa mujibu wa maelezo aliyoyatoa. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo hotuba ilikuwa ni mbovu kuliko zote, lakini imeserve a very important purpose, kwamba Samia amekiri kuwa yeye ndiye aliyetoa amri ya kufanyika kwa mauaji ya maelfu ya Watanzania. Hili ni la muhimu sana. Huu ni ushahidi muhimu sana katika hiyo kesi iliyofunguliwa huko ICC, na rekodi hii imewekwa na yeye mwenyewe, amejifunga kitanzi yeye mwenyewe. Kwa kifupi zaidi ni kwamba ametangaza vita na international community, ametangaza vita na kanisa Katoliki, ametangaza vita na Chadema, katangaza vita na wanaharakati, ametangaza vita na vijana wa Gen Z, lakini pia amegusia kuhusu uchaguzi wa 2030. Kwa hiyo ametangaza pia vita na wana CCM wenzie. Kwa kifupi, mwanzo wa mwisho wa Samia umewadia. Ukiongea na watu wa hospitali, madaktari wanakuambia mtu anayekaribia kukata uhai huwa anatapatapa, na hizi ndio dalili zenyewe.
Kutakuwa na makala maalum ya kubashiri hasa mwisho wa Samia utafika lini, lakini hizi ni dalili za kuwa mwisho huu unakaribia. Una maoni gani kuhusu hili? Karibu tuwe maoni hapa kwenye comment. Asante na kwaheri.